ameweza kushinda pambano moja, ameshinda kwa knockout, amepoteza mapambano matatu na hajawahi kudraw. Mabibi na mabwana kutoka Bukona na mtambulisha kwenu Hashim Sheni. Kutoka Bukona ameingia kwenye ring, anaitwa Abubakar Mbose na Bukona ni Hashim Sheni. Referee pambano hili ni raundi 6. Naam, karibu mdau wangu wa mchezo masumbwi katika mwendelezo wa mapambano ya ED Boxing Battle yanayofanyika katika viwanja hapa vya Ramasia Village, mapambano ambayo yanaandaliwa na Big Sport Promotion chini ya promoter Gaddafi the Fendi Unit. Na katika pambano la leo itaenda kukutanisha mabondia machachari na hatari kati ya Abubakar Mbose kutoka Red Corner dhidi ya Hashim Sheni kutoka Blue Corner. Hii ni fight ambayo ni round 6 katika uzani wa super lightweight kilo 63. Katika wasifu tu labda nikupitishe kama wewe ambaye umepitwa na rekodi za mabondia wote wawili. Kwa upande wa Abubakar Mbose ni bondia ambaye amecheza total fight 3, yani amecheza jumla mapambano matatu. Katika mapambano matatu ameshinda mapambano mawili, katika mapambano mawili ameshinda mapambano moja kwa knockout, amepoteza mapambano moja na hajawahi kudraw. Lakini kwa upande wa Hashim Sheni ni bondia ambaye amecheza mapambano matano, katika mapambano matano ameshinda mapambano mawili, katika mapambano mawili ameshinda mapambano moja kwa matokeo ya knockout na amepoteza mapambano matatu, lakini hajawahi kudraw. Kwa hiyo ni fight ambayo kirekodi inaendana kiwasifu, lakini bondia wote wawili wameonekana kabisa katika kuhitaji fight. Hii ni round ya kwanza. Bondia wote wawili wameonekana kucheza katika mfumo mmoja wa kupigana, wote wameonekana wakibox kwa karibu, wakibadilishana kwa kupigana ngumi moja. Bado uhalisia wa mabadiliko ya stili zao kwa upande wa bondia wote wawili haujapata kuonekana, lakini kinachoonekana mabondia wote wawili wamekuwa wakipigana na kubadilishana mashambulizi kwa zamu. Kwa upande wa Abubakar Mbose ameonekana kwamba kuwa active sana katika mashambulizi. Angalia mashambulizi ambayo anapiga, ameanza na jab, kuna mtu anapiga double left hook, kuna mtu anaanza kupiga chini katika upande wa body punch na kuja mpaka juu katika kichwa. Lakini kwa upande wa Hashim Sheni bado naye pia ameonekana kujibu. Katika kujibu kwake amekuwa akipiga ngumi moja, jab anaingia na two combination, lakini pia kuna mtu anapiga straight right hand. Bado kumeonekana kwamba kuna mashambulizi ya zamu, lakini mfumo katika kupigana umeonekana ni mfumo wa box, wana box kwa karibu zaidi. Ngoja tuangalie katika fight hii nini kitaendelea katika round inayokuja au katika sekunde zinazokuja katika fight hii. Naam, jao pale kwa Abubakar Mbose. Hashim Sheni bado hajajibu, anaingia na 1-2 ndani, lakini Abubakar Mbose ameonekana kuzuia mashambulizi ya mpinzani wake Hashim Sheni. Jab kwa upande wa Abubakar Mbose, 1-2 combination. Hashim Sheni anajibu, bado kumekuwa kuna mashambulizi ya kubishana. Naam, mabondia wameonekana kushikana, lakini kitu ambacho tunachokiona cha tofauti ni kwa upande wa Abubakar Mbose. Ni bondia ambaye
ameonekana pia kuweka mipango na madhubuti ya mashambulizi ya counter punching. Kuna muda anasubiri Hashim Shein aweze kufanya shambulizi, aweze kuepa kwa haraka na aweze kujibu shambulizi. Huu ni mfumo wa mashambulizi ambao unaitwa counter punching. Licha kwamba katika mfumo wa counter umegawanyika katika makundi matatu, lakini anachokifanya Abubakar Mdose ni kucounter katika mfumo wa timing counter punch, kwamba anasubiri mpinzani aanze na yeye aweze kujibu shambulizi. Kwa hiyo ni fight ambayo amebadilika katika upande wa mashambulizi mmoja na box, lakini pia na mfumo mwingine wa kupigana ambao unaitwa style ya counter punch. Pambano la kukata mashoka, red corner ni Abubakar Mdose dhidi ya blue corner Hashim Shein. Second out of the league. Ni bondia ambaye anaweza upande wa orthodox, upande wa kushoto katika kutanguza mguu wake wa mbele, katika kutanguza mguu wake wa mbele, lakini kwa upande wa Hashim Shein ni bondia ambaye pia anaweza mguu wa kushoto katika kutanguza mguu wake wa mbele. Kwa sasa wameonekana sasa wote kuwa wapiganaji, wamekuwa fighters katika upande wa kushambuliana. Kule kubox, kupanga ngumi na kucheza kwa mahesabu kumeisha. Kila mmoja sasa kutumia kile alichokuwa nacho katika upande wa kufanya mashambulizi yenye nguvu na mashambulizi makali, lakini pia kutumia uwezo wa kuvumilia punch, yani katika upande wa endurance, uwezo wa kuvumilia punch, kupiga ngumi na kusonga mbele. Ndio kitu ambacho kinachoonekana kwa mabondia wote wawili wamebadilisha rhythm ya kupanga ngumi na kucheza kwa mahesabu huko kutumia akili. Wametoka katika mfumo huo katika raundi ya pili, lakini wote sasa wameonekana kwamba kuwa wapiganaji, kuwa fighters, kwamba tunategemea nguvu na uwezo wa kuvumilia. Ngoja tuone nini kitaendelea katika raundi ya pili. Anapiga jab pale Hashim Shein, lakini Abubakar Mdose anakwepa. Mipango ya Abubakar Mdose imeonekana kuwa ni mizuri, lakini kuna muda mwingine anakuwa na miss target nyingi. Anafanya mashambulizi kwa ukaribu, lakini anakuwa akimiss katika ukaribu huo huo. Hashim Shein si mzuri sana katika kujilinda, ila kitu ambacho anachojivunia au anachokitegemea ni kuweza kublock punch. Kuna defense anaitumia inaitwa Phil Shelley, miongoni mwa defense ambazo zilikuwa ni bora sana katika upande wa kidunia. Bondia ambao ushakutumia defense hii ni Floyd Mayweather, Stevenson Shakur, David Haney, wameonekana kuwa bora sana katika kudefend katika mfumo huo wa kujilinda. Lakini katika upande wa Hashim Shein anajaribu kuadapt kujilinda na mfumo huo, lakini ameonekana kutokuwa bora sana. Advantage ambayo Abubakar Mdose anashindwa kuitumia kupiga ngumi zenye usahihi katika ngumi za kuchanganya kuanzia juu katika upande wa tumbo mpaka kuja juu, lakini pia katika upande wa kupiga ngumi moja moja amekuwa akionekana kumiss. Hashim Shein yeye ameonekana kuwa mtulivu, anashambuliwa lakini bado amekuwa akisimama katika upande ule ule. Footwork ya miguu yake, licha kwamba anaweza bondia ambaye wamefanana katika upande wa kutanguliza miguu, lakini ameonekana kustick sehemu moja. Hawezi kufanya zile movement, anatakiwa afanye movement, anashambuliwa katika ngumi nyingi. Kwa hiyo anaweza kumiss kukwepa yale mashambulizi, lakini kwamba anatakiwa afanye zile movement, afanye mitembeo zaidi, hadi aweze kumfanya mpinzani wake amiss katika mashambulizi, lakini pia aweze kumcounter kwa haraka. Kwa hiyo ni fight ambayo wao bondia wana vitu vizuri, lakini wanashindwa kuvitumia katika ubora. Naam, fight imeonekana sasa kupigana katika upande wa Hashim Shein anapiga ngumi chache lakini zina usahihi, accuracy yake inaonekana. Abubakar Mdose ameonekana sasa kutoka katika rhythm yake ya kubox, anaamua kupigana. Kwa hiyo ni fight ambayo kidogo inakuwa na mabadiliko. Raundi hii wanaanza kwa kubox, lakini raundi inayokuja wamebadilika kuwa wapiganaji. Na hii raundi ya pili inaelekea mwisho ni fight ambayo imeonekana katika kupigana zaidi. Ngoja tuangalie katika raundi ya tatu kitu gani kitakachoendelea katika bondia wote wawili kati ya Abubakar Mdose na Hashim Shein. Round ya pili imekamilika, imemalizika. Kutoka blue corner, kutoka red corner anaitwa Abubakar Mdose, zidi ya blue corner anaitwa Hashim Shein. Professional boxing ndani ya nafasi ya leo.
Mungu zinaitwa acha zipigwe. Second out of the middle. Naam, hii ni raundi ya tatu katika mapambano haya ya ED Boxing Battle yanayofanyika hapa katika viwanja vya Alamasia Village, mapambano ambayo yameandaliwa na Dege Sports Promotion chini ya promoter Gaddafi the Defending League, mapambano ambayo ni makali sana, lakini pia katika fight hii ni kati ya Abubakar Mdose bondia ambaye mwenye bukta nyeusi yenye ufito wa gold, lakini pia gloves zake ni nyeusi, lakini kwa upande wa mpinzani wake ni Hashim Shein bondia ambaye mwenye bukta nyeusi yenye ufito mweupe, lakini pia gloves zake ni gloves nyeupe. Kwa hiyo ni fight ambayo mpaka sasa katika raundi ya tatu kumekuwa na mabadiliko ya kimbinu kwa bondia wote wawili, lakini kitu ambacho tunachokiona kwa sasa bondia wote wawili wameonekana kupigana. Kwa upande wa Abubakar Mdose amekuwa akifanya mashambulizi ya left hook, kuna muda anapiga combination, kuna muda anapiga jabu ambayo imekuwa yenye ukaribu zaidi, lakini kwa upande wa Hashim Shein ni bondia ambaye amekuwa ni wa kusubiri zaidi, anapiga kweli ngumi chache, lakini ngumi chache hizo zilikuwa zenye kutabirika zaidi, jab 1-2 combination, kuna muda pia anapiga left hook. Kwa hiyo ngumi zake zimekuwa ni chache, lakini pia zenye kuhesabika, jab left hook na 1-2 combination. Lakini kwa upande wa Abubakar Mdose amekuwa akichanganya mashambulizi, kuna muda anapiga jab, kuna muda anapiga combination, kuna muda na badilisha pia rhythm katika kufanya mashambulizi mengine. Kwa hiyo ni fight ambayo imetoka katika ufundi wa aina yake, kucheza ngumi za mahesabu, lakini pia kuna muda zimekuwa ni fight ambayo ya kupigana. Hashim Shein anaonekana kama hapo anapiga ngumi zake zile zile, jab 1-2 combination, lakini kinachompa manufaa anapiga katika uchache, lakini usahihi umekuwa ukionekana katika ukaribu huo. Lakini kwa upande wa Abubakar Mdose ameonekana kutaka kuitawala zaidi fight, akiwa very aggressive, anafanya mashambulizi makali kwa kupiga ngumi ya aina nyingi zenye utofauti, lakini kitu ambacho kinachompa wakati mgumu ni kumiss katika usahihi wa kufika katika mashambulizi yake. Kwa hiyo ni fight ambayo imekuwa na ladha ya utofauti kutoka katika upande wa kila bondia katika mashambulizi yao kiujumla. Watu angalie katika raundi hii wataendelea kufanya nini katika sekunde zilizobakia na katika raundi itakayofuata ambayo itakuwa ni raundi ya 4. Jab kwa upande wa Abubakar Mdose ambayo imekuwa ni kimiss, amepiga straight right hand, lakini pia imekuwa kimiss. Kwa upande wa Hashim Shein ameonekana bado kujidefend, kusubiri wakati sahihi, amepiga jab lakini pia imemiss. Straight right hand kwa upande wa Abubakar Mdose imemiss, lakini kuna muda amepiga double, amepiga left hook ambayo imeland vizuri. Left hook kwa Abubakar Mdose, Hashim Shein ameweza ku block. Jab kwa upande wa Abubakar Mdose, anafanya head movement pale na ameweza kujifanya vizuri sana. Excellent kwa Abubakar Mdose. Naam, wamekuwa wakichange punch kwa ukaribu zaidi mabondia wote wawili, na hii kitu inafanya kutoweza kuona yale mashambulizi ambayo tumekuwa tukitamani kuyaona. Round ya tatu imemalizika. Red corner ni Abubakar Mdose na blue corner ni Hashim Shein. Mabibi na mabwana, nitambue uwepo wa mweka hazina wa chama cha ngumi wilaya ya Kigamboni, ndugu wetu Omar Kombe. Karibu sasa mheshimiwa, tuko hapa kwenye shindano au mashindano ya acha zipigwe ndani ya wilaya yetu ya Kigamboni. Second out of the league. Raundi ya 4 inaendelea baada ya kutoka katika raundi ya tatu. Mabondia ambao
umeonekana kuleta chachu ya tofauti sana katika fight hii, fight ambayo imekuwa na ushindani mkubwa sana. Kwa sasa kitu ambacho nimejaribu pia kukiona, Abubakar Mdose ameamua kuwa fighter zaidi. Ametoka katika rhythm ya kubox, kucheza kwa kupanga ngumi na kucheza kwa kupanga ngumi na kucheza kwa umbali, na ameamua kupigana. Hashim Shein left kula polisi pale. Kitendo alichokifanya Abubakar Mdose kinaweza kumgharimu aidha kukata point au kutokusabia kama ni knockdown katika mashambulizi ambayo alifanya katika usahihi mkubwa sana. Alipiga left hook ambayo iliweza kunasa katika kidevu cha Hashim Shein na kupelekea mpinzani wake kuanguka, lakini utofauti aliofanya au makosa aliyofanya, mpinzani wake ameanguka, lakini akataka kumshambulia kipindi akiwa chini. Kwa hiyo ni tendo ambalo alikubaliki na si sheria ambayo inayotakiwa kufanywa katika upande wa professional boxing. Hashim Shein ameonekana kutoweza kuzuia mashambulizi ya Abubakar Mdose ambaye ameonekana sasa kuwa mpiganaji zaidi. Kucheza kwake ndani na kutoweza kumpa nafasi Hashim Shein kumeonekana kukimpa wakati mgumu sana Hashim Shein ambaye anachokitaka ni kucheza mpinzani wake kwa kupigana ngumi moja moja au kuafikiriana, jambo ambalo haliwezi kukubalika kwa upande wa Abubakar Mdose ambaye ameonekana kuwa mpiganaji zaidi katika fight hii. Gamshit imemwanguka Hashim Shein. Inaonekana mashambulizi ambayo anafanya Abubakar Mdose ameshindwa kuyahimili katika raundi ya 4. Na hii ni miongoni mwa mbinu ambazo umekuwa wakitumia bondia wengi. Endapo anakuwa anashambuliwa sana au labda amechoka, anatema Gamshit kwa ajili ya kupata muda wa kupumzika, lakini pia kujipanga upya katika mashambulizi yake. Kwa hiyo ni miongoni mwa mbinu ambazo zimekuwa zikitumika katika upande wa bondia sana sana katika professional boxing. Hashim Shein amerudi tena na moto, lakini pia ameamua sasa kuingia katika mfumo ambao Abubakar Mdose amekuwa akiutaka. Hii pia ni hatari. Abubakar Mdose ameonekana kwamba kuwa na nguvu kumzidi mpinzani wake Hashim Shein, lakini pia Gamshit imeanguka tena kwa upande wa Hashim Shein. Referee anamuonya Hashim Shein, hii ni mara ya pili ameonekana akitema Gamshit. Kwa hiyo amemuonya kwa mara pili. Akimonya mara tatu, kuna uwezekano mkubwa sana referee wa pambano hili akaua kabisa pambano, kwa sababu kashamuonya mara mbili. Kwa hiyo anatakiwa acheze katika umakini mkubwa sana Hashim Shein, huku Gamshit mdomoni aingate vizuri, kwa sababu kama ataangusha tena, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa referee wa pambano hili akamaliza pambano kabisa. Raundi ya 4 imemalizika katika fight hii. Raundi ya 4 imemalizika. Pambano la shaka round 3 ya Umekona Abubakar Mdose dhidi ya Umekona Hashim Shein. Second out of the ring. Second out of the ring. Raundi ya 5 inaendelea katika pambano hili, raundi 6 kati ya Abubakar Mdose kutoka red corner dhidi ya Hashim Shein kutoka blue corner. Raundi iliyopita tuliona namna ambavyo Abubakar Mdose alimweza kumoutpoint mpinzani wake Hashim Shein katika kufanya mashambulizi makali, lakini katika raundi hii umeonekana bado Gamshit ameitema tena Hashim Shein. Anaenda kukata point kwa majaji wote watatu ambao wanasimamia pambano hili, kwa sababu referee alimonya mara mbili baada ya kutuma Gamshit, na hii mara tatu Gamshit imemwanguka tena. Kwa hiyo referee anaamua kufuata sheria katika sheria ambazo zimewekwa katika professional boxing. Referee atakonya mara mbili, mara tatu ukirudia kosa lile tena, basi ataweza kukata point au anaweza pia kamaliza pambano endapo utafanya utovu wa nidhamu katika swala ambalo amekuwa akikonya mara kadhaa. Kwa hiyo ni faida ambayo amekuwa akiipata mpinzani wake Abubakar Mdose katika fight hii ambayo imeonekana kushine zaidi kwa mpinzani wake katika raundi zilizopita na katika raundi hii ambayo imeonekana kuwa mpiganaji zaidi.
double left hook kwa Abubakar Mdose, bado ameonekana kwa mpiganaji, amekuwa akichanganya ngumi zaidi, jab 1-2 combination, double left hook, uppercuts, amekuwa akichanganya na ngumi aina nyingi sana za ngumi. Abubakar Shein ameonekana kutoka katika rhythm tena ya mfumo wake wa kupigana, ameonekana kuboxi na kufanya mashambulizi ya counter, hicho kitu tumekuwa sikioni. Anafanya mashambulizi ya kupiga ngumi moja moja, jab 1-2 combinations za ukaribu ambazo pia zimeonekana kulendi kwa mpinzani wake Abubakar Mdose, lakini haziwezi kumsaidia kutoza kumfikia, kwa sababu kitu ambacho anataka kufanya Hashim Shein ni kubox kwa umbali na kumtembeza Abubakar Mdose, anaweza akapata faida, lakini kitu ambacho kinachompa wakati mgumu ni kubox naye karibu. Unapobox na bondia ambaye ameshaamua kupigana na ukabox naye kwa karibu, kwa kufanya mashambulizi ya kuunga ngumi nyingi, unaweza kupata wakati mgumu. Kwa hiyo ni kikosa ambalo amekuwa akifanya Hashim Shein katika fight hii. Abubakar Shein imetoka hewa, Abubakar Shein imetoka hewa. Abubakar Mdose anaonekana kufanya vitu hapa, head movement kwa ukaribu zaidi, ameweza kubeba mashambulizi ya Hashim Shein ambaye ameonekana pia kujaribu kujibu na kufuata mfumo wa Abubakar Mdose, lakini kwamba ameonekana kutoweza kumudu vizuri, kwa sababu Abubakar Mdose ameonekana kujiamini kwamba naweza nikakwepa ngumi hapa na hapa kwa kutumia head movement au nikablock, lakini pia naweza pia nikapiga punch nikavumilia. Kwa hiyo faida nyingine aliyokuwa nayo Abubakar Mdose ni uwezo wa kuvumilia ngumi, lakini pia kuwa na uwezo wa nguvu zaidi kumshinda mzani wake Hashim Shein. Fight imemwelemea Hashim Shein, fight imemwelemea Hashim Shein kwa sababu Abubakar Mdose ameonekana kujiamini katika mambo mengi sana, licha kwamba kufanya kwake hizo showboating, kujiamini zaidi inaweza pia ikampa hasara zaidi kwa kuruhusu ngumi nyingi kufika, na wewe anaweza akawa nyuma kwa majaji, licha kwamba katika raundi hii ameonekana kusheni vizuri sana kuliko mpinzani wake Hashim Shein. Refa alienda kumuuliza Hashim Shein, unaweza kuendelea? Refa anaua pambano, anamaliza pambano na kumpa ushindi Abubakar Mdose kwa sababu Damshit ametema mara 4 mfululizo. Disqualify. Hashim Shein sasa shuka kwenye security, naomba tuweze kutoa rekodi Hashim Shein endelee tuweze kutoa tangaza matokeo. Ladies and gentlemen, ilikuwa ni pambano kati ya Abubakar Mdose kutoka red corner pamoja na Hashim Shein kutoka blue corner. Kwa sababu hiyo Hashim Shein amedisqualify. Na pambano limeisha. Abubakar Mdose bingwa kutoka Chalinze ameweza kuibuka na matokeo katika raundi ya 4 baada ya refa kumaliza pambano na kumdisqualify mpinzani wake Hashim Shein baada ya kutema Damshit kwa mara ya 4, na refa wa pambano hili akaamua kumaliza pambano na kumpa ushindi Abubakar Mdose ambaye alistahili katika pambano katika raundi ya kwanza mpaka raundi ya mwisho.